Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kama alivyotangulia Sheikh wetu hafidhahullah kuelezea furaha yetu kubwa wa Allah kutujalia kufika hapa Msambweni, msikiti wa Ibn Khuzaima, na kukutana na ndugu zetu wa maeneo haya siku ya leo ambayo ni siku ya Jumamosi tarehe 26 mwezi wa Muharram mwaka 1448. Kwa hakika mimi pia sitaficha furaha yangu kwa kuwashukuru wote waliohusika kwa kufanya mikakati mpaka msikiti huu ukawa upo, ardhi kupatikana, katolewa, watu wakajitolea kujenga, na hata wakafika kiwango ambacho wamefikia kwa msikiti umekamilika, na wakawa wamekusudia kuwa lazima msikiti uanze kutumika kama ulivyokusudiwa kwa ajili ya ibada na mengineo mengi. Kwa hivyo jambo hili ni jambo la kutia furaha sana, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Sheikh wetu aliona umuhimu mkubwa sana wa misikiti katika Uislamu, na ndio likawa jambo lake la mwanzo kabisa kulifanya baada ya kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Ndugu zangu Waislamu, msikiti ni moja katika sha'airul Islam al-kubra. Msikiti ni katika miongoni mwa alama za kufanya Allah subhanahu wa ta'ala atukuzwe na ajulikane na aabudiwe. Na bila shaka msikiti ni moja katika alama kubwa za kumtambulisha Muislamu, kumfanya Muislamu atambue kuwa maeneo hayo ni maeneo ambao ana ndugu zake katika imani. Na kwa hivyo ukifika wakati wa swala akasikia adhana, bila shaka anakuwa na furaha kujua kuwa akienda pale mahala ambapo kuna msikiti atajumuika pamoja na ndugu zake Waislamu kwa ajili ya kutekeleza ibada. Kwa mahala popote ambapo kuna msikiti, bila shaka huwa kuna kheri kubwa sana, kwa sababu ya kuwa ni katika nyumba za Allah ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huabudiwa na kutukuzwa ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Hakika msikiti yote ni ya Allah, ni nyumba za Allah. Kwa asabudiwe asiabudiwe pamoja na Allah hapo ndani ya msikiti yeyote, kumaanisha kuwa msikiti ni sehemu ya kupwekesha Allah, tauhid. Ndugu zangu Waislamu, sisi katika kutembelea ndugu zetu sehemu mbalimbali, moja katika malengo ambayo huwa tunayasisitiza sana na tunayapa kipaumbele ni kutiana nguvu kuhusu jambo la kutumia misikiti na hata kutumia madaris kwa ajili ya kuwafundisha Waislamu Uislamu sahihi.
Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa kwa ajili ya kuja kufikisha Uislamu huu. Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafunza maswahaba wake. Na huo ndio Uislamu ambao, ndugu zangu Waislamu, tumehimizwa tuweze kuufata ndani ya Qur'an na hata kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa ajili hiyo hakuna neema kubwa kwa Muislamu kuipata kama neema ya Allah kumuongoza kufata Uislamu sahihi, ambao ndio ule Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alishuka na akawafundisha maswahaba. Sahihi ni tofauti na zama za Mtume. Zama za Mtume maswahaba walikuwa wanajulikana kwa kuwa ni Waislamu. Maswahaba zama za Mtume walikuwa wanajulikana kwa kuwa ni Waislamu. Kwa ukisema tu kuwa Waislamu, moja kwa moja wanajulikana kuwa hao ni maswahaba zama za Mtume hizo. Lakini baada ya zama kupita na ikawa sasa Uislamu huo ambao Mtume aliwafundisha maswahaba umeanza kubadilika kwa baadhi ya watu, wakawa na akida tofauti, wakawa wanafanya mambo katika ibada kinyume na mafundisho ya Mtume, na katika maisha yao na akhlaq ikawa tofauti kabisa na Mtume. Ikawa sasa lazima kupatikane kitu kinachopambanua Waislamu ambao wambakia katika ile asili ya Uislamu alioleta Mtume na wale Waislamu wengine ambao wameondoka katika ile asili. Sasa hapo ndio ikawa kunatumika jina la sunna. Ndio sababu ukisoma kitabu cha Sharh Usul I'tiqadi Lilalakai, yampokea maneno kutoka kwa mmoja kati ya wema waliotangulia, anaitwa Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Qala, alisema, tuba liman mata ala al-islami wa sunna, ani hongera liman mata ala al-islami wa sunna, kwa yule atakayekufa akiwa yeye ni Muislamu na akawa amefata njia ya sunna. Fa idha kana kadhalika, akiwa atakuwa yuko hivyo na akafa hivyo, na kabla kufa kwake akahisi akajua kuwa yuko hivyo, falyukthir min qawli ma sha Allah, basi akifirishe kwa kusema ma sha Allah. Na ma sha Allah ni maneno ambayo husemwa wakati umeona jambo zuri likawa linafanyika hasa hasa imani kwako ama kwa mwenzako, unasema mashallah, maneno ambayo yanaonyesha furaha kubwa kwa jambo la kheri na jambo jema na jambo la neema kuwa limetimia. Kwa maneno haya Al-Fudayl ibn Iyad anaeleza umuhimu mkubwa wa mtu kujua neema ya Uislamu na kisha akawa pia ana neema ya sunna. Na hivyo hivyo ndivyo al-Imam Dhahabi ampokea kwenye kitabu chake Siyar A'lami Nubala, na pia Ibn al-Jawzi akapokea katika al-Manaqib. Qala al-Marwazi, yakuwa alisema al-Imam al-Marwazi, qultu li Abi Abdillah, nilisema kumwambia al-Imam Ahmad Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala, man mata ala al-islami wa sunna mata ala khairin, yeyote atakaye kufa akiwa ni Muislamu na yuko juu ya kufuata sunna za Mtume inavyotakiwa, atakuwa amekufa akiwa juu ya khairi. Qala Imam Ahmad akasema mwambia al-Imam al-Marwazi, uskut, nyamazia hapo, tosha kabisa uliyosema.
bal mata ala alkhair kulli, bali atakayekufa katika hali hiyo atakufa akiwa yuko katika khairi yote, na hakuna khairi ambayo hakuweza kuipata. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu kufuata sunna, ndugu zangu Waislamu, mtu asidhanie kuwa tunazungumzia kuhusu jambo lingine lisilokuwa Uislamu. Ndio ule Uislamu, lakini tofauti ni kuwa sunna ni tamko ambalo lilitumika sana wakati sasa kulikuwa kuna makundi katika Uislamu. Ikatumika neno hili kwa sababu ya kupambanua, kama nilivyosema hapo mwanzo, kati ya wale waliobakia katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio sunna yake, na wale waliopotoka wakafuata njia zingine. Lakini bado sunna hakuna tofauti yake na Uislamu. Ndio sababu akasema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maneno maarufu zaidi ambayo amesema kwenye kitabu chake Sharh Sunna, i'lamu, jueni, anna al-Islama huwa sunna, ya kuwa Uislamu ndio sunna, wa sunnatu hiya al-Islam, na sunna ndio Uislamu, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, na hakuna moja kati hayo laweza kusimama bila ya lingine. Kisha akaendelea kusema famina sunnati luzumul jamaa. Hapa akaanza kueleza misingi muhimu ambayo mwenye kufuata njia ya Mtume lazima awe na misingi hiyo. Msingi wa kwanza ni kuwa luzumul jamaa, ni kulazimiana na jamaa. Jamaa, ndugu zangu Waislamu, hapa ina maana mbili. Famina sunna, miongoni mwa kufuata sunna ya Mtume, luzumul jamaa, ni kulazimiana na jamaa. Jamaa kwa maana ya kuwa kulazimiana na umoja wa Waislamu chini ya serikali ambayo ina kiongozi, na huyu kiongozi akawa ni kiongozi ambaye ana bai'a, na kwa hivyo lazima atiiwe, asikizwe na atiiwe. Kwa lazima ulazimiane na hiyo jamaa, usitoke nje ya jamaa kaanza kufanya fujo, maandamano, kaanza kufanya vitendo ambavyo vinaonyesha kuwa wewe ni muasi na unataka kupindua hiyo serikali. Lakini jamaa, maana ya pili hapa ni kuwa luzumul jamaa, ni kulazimiana na kufuata kile kikundi cha maswahaba, yani maswahaba wote ambao ndio jamaa waliokuwa zama za Mtume, kama alivyotuambia Sheikh wetu katika ile hadithi Iftiraq, Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema kuwa huu umma utakuja kugawanyika makundi 73, kisha Mtume akasema makundi yote haya yatakuwa yanastahili kuingia motoni isipokuwa kundi moja. Mtume alipoulizwa ni kundi lipi hilo, akasema aljamaa. Kwa ndo hapa akasema Imam al-Barbahari yakuwa famina sunnati luzumul jamaa, ani kulazimiana na jamaa, akikusudia Mtume katika hadithi hiyo ya Iftiraq jamaa kwa maana ya kuwa ni kufata mwongozo wake na masahaba, kwa sababu katika baadhi ya riwaya Mtume akasema ma ana alayhi wa ashabi, ikawa ina maana kwa hiyo ndio maana ya jamaa. Kwa mtu anapolazimiana na jamaa kwa maana kwa kulazimiana na Uislamu aliyokuwa nao Mtume na masahaba, huyo sasa atakuwa bila shaka ndio amefuata Uislamu na pia ndio amefuata sunna. Maneno ni mengi, yanaendelea maneno marefu ya al-Imam al-Barbahari, lakini kwa sababu kuna maneno mengine muhimu ambayo nataka niyazungumzie huko mbele, sitaendelea mpaka mwisho. Kwenye Sahih al-Bukhari kuna hadithi iliyopokewa na Alqama qala, Alqama anasema qadimtu ash-Shama. Huyu Alqama ni katika tabi'in, anasema kuwa yeye alienda katika mji wa Sham. Fasallaitu rak'ataini, nilipofika pale Sham nikaswali raka mbili. Thumma qultu, kisha nikasema Allahumma yassir li jalisan salihan, Allah nakuomba unifanyie wepesi kuwa karibu na mwenzangu ambaye atakuwa ni mwema.
awe ndio ali karibu yangu, na awe ndio tumeketi tukawa tumekaribiana, na hata kiwezekana awe ni sahiba wangu. Anasema fa ataitu qauman, Alqama anasema kuwa nikienda penye kulikuwa kuna watu, fajalastu ilayhim, nikaketi karibu yao. Fa idha shaykhun qad jaa hatta jalasa ila jambi, ghafla nikaona kuna sheikh mtu mzima, qad jaa, amekuja, hatta jalasa ila jambi, aketi kando yangu. Qultu man hadha, Alqama akasema kuulizia wenzake wanaojua watu wanaoishi hapo, huu nani aliketi karibu yangu? Qalu, wakamwambia Abu Darda, huyo aliketi karibu yako ni Abu Darda, sahaba mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Faqultu, Alqama anasema nikasema, inni da'awtu Allah an yuyassira liya jalisan salihan, hakika mimi nilimuomba Allah subhanahu wa ta'ala anifanyiwe pesi nipate mwenzangu ambaye atakuwa ni mwema, awe ndio nitakayeketi karibu yake. Fayassara kali. Kwa hiyo sasa Alqama anamwambia Abu Darda, akaambia kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kama amekubali dua yangu, akanijalia mimi wewe ndio uwe mwenzangu nitakayeketi naye karibu, jambo hilo liwe lepesi kwangu. Qala, Abu Darda aliposikia hivyo akamwambia Alqama, mimman anta, wewe unatoka sehemu gani? Qultu, Alqama akasema kumwambia Abu Darda, min ahli al-Kufa, mimi natoka sehemu za Kufa, huko katika watu wa Kufa. Mazungumzo yakaendelea, lakini mahali shahidi katika hadithi hii, ingawa ni ndefu na sitaki nizungumzie mpaka mwisho, ni kuwa tunaona vipi watu wema waliotangulia walikuwa wanapenda sana wakurubiane na wasuhubiane na watu wema waliowatangulia ambao ni masahaba, huu ni tabi'in. Kwa nini jambo hili liwe hivyo? Ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mathalu jalisi salihi wasu, yote ambaye atakuwa aliketi karibu yake atakuwa ni mtu mwema, na mwingine akawa aliketi karibu yake ni mtu muovu. Hadithi nadhani maarufu zaidi, Mtume akasema kahamil miskin wa nafikh kirin, ni mfano wa yule alibeba marashi na yule ambaye anachoma vyuma. Kwa Mtume akasema ukiwa utasubiana na utakaribiana na mtu ambaye anabeba marashi, utapata kufaidika na usuhuba wako na yeye, ima akupe marashi hayo zawadi, ama ununue kwake kiuna pesa, ama hata kwa uchache utapata harufu nzuri itakayokutia furaha. Lakini kwa yule ambaye anatembea na mchoma vyuma, huyo ima utapata harufu mbaya ama atachoma nguo zako. Yote ni kuonesha umuhimu wa Muislamu kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amfanyie pesi kupata mwenzake ambaye ni mwema. Na huu msikiti bila shaka kupatikana hapa utakuwa ni sababu ya kuwakutanisha ndugu zetu katika dawa hii, dawa salafia, ambao ni katika mwelekeo huu ambao ni mwema na ni mzuri, na uwe msikiti ni sababu ya hao kukutana na kujuana na hata kusuhubiana, kama alivyoomba Alqama na Allah akamjalia wakakutana na sahaba mtume ambaye ni Abu Darda. Na kwa hivyo bila shaka pia huu msikiti umekuwa sababu ya sisi kukutana na ndugu zetu wa hapa, na hili ni moja katika jambo ambalo bila shaka tunaregesha shukrani kwa Allah kwa kujalia msikiti huu
kuwa sababu ya sisi kukutana na ndugu zetu, na jambo hili ni jambo ambalo kwa hakika latia furaha sana. Ndugu zangu Waislamu, mimi inshallah nitazungumzia kuhusu manhaji salaf, japokuwa kwa ufupi. Tunapozungumzia manhaji salaf tunazungumzia kuhusu kitu gani? Almuradu bi manhaji salaf, ndugu zangu Waislamu, huwa atamassuku bima kana alayhi an-nabiyyu wa ashabuhu wattabi'una min ba'dihim. Makusudio ya kuzungumzia kuhusu manhaji salaf ni kuzungumzia kuhusu Waislamu washikamane na ule Uislamu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anao, na masahaba pia walikuwa wameshikamana Uislamu huo na tabi'in, sawa sawa katika masala ya aqida, katika masala ya ibada, katika masala ya kitabia, katika masala ya muamala. Hii ndio maana ya manhaju salaf, na huu ndio maana ya Uislamu. Ndio sababu Sheikh Al-Allama Saleh Al-Fawzan hafidhahullah kwenye risala yake maarufu zaidi anaita hajatul ummati ila al-manhaji salaf, ani kuhitajia umma wa Kiislamu manhaji salaf, ani hii njia ambayo walifuata na walikuwa katika njia hiyo watu wema waliotangulia. Kwa risala hiyo ukurasa wa 12 anasema rahimahullah, man arada najata, yeyote atakayetaka kuokoka na mafanikio, fa alayhi, analazimika juu yake maarifatu manhaji salaf, kuijua hii njia ambayo ndio njia iliyofatwa na salafu salih ambayo ni manhaji salaf. Baada ya kuijua, watamassuka alayhi, kisha ashikamane nayo hiyo njia. Baada ya kushikamana nayo, kwa maana ya kuwa afanyie kazi, aishi katika Uislamu ambao ni ule Uislamu waliokuwa nao salafu salih. Baada ya hapo, wa da'wati ilayhi, aweze kufanya da'wa manhaji hiyo, na hilo ndio jambo ambalo sisi pia tulifanya. Baada ya kusoma tukajua, ngawa tumejua kwa kiwango ambacho Allah ametujalia, tuweze tukasema kwa tumejua manhaji kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa kile kiwango ambacho Allah ametujalia kujua, na tukawa tunajitahidi kufanyia kazi tulichokijua, basi tukaona pia tuweze kufanya juhudi ili tufikishe jambo hili kwa ndugu zetu Waislamu. Akasema Sheikh Fawzani, fa huwa manhaji salaf tariqu an-najati, fa huwa tariqu lin-najati, manake hiyo ndo njia ya kuokoka kwa kutofata njia za upotofu. Ukifuata njia walioifuata watu wema waliotangulia, itakufanya uokoke na usalimike na njia ambazo hazifai kufuatwa, njia za upotofu. Na ndugu zangu Waislamu, kuhusu kufuata njia hii ambayo ndio tunaita manhaju salaf, njia ya wema waliotangulia, utajiuliza kuwa je, jambo hili ni Sheikh Fawzan ndiye anatuambia peke yake, ama ni jambo ambalo na Allah na mtume na hata salafu salih wenyewe katueleza jambo hili? Naam, jambo hili la kufuata hiyo njia ambayo ndio njia ya wema waliotangulia kuanzia kwa mtume na maswahaba na tabi'in na zile qurunu thalathati almufaddala, ni wasia ambao tumepewa na Allah, tukapewa na mtume na tukapewa na wema wenyewe waliotangulia sisi. Sitataja dalili nyingi, tatoshika moja katika kila sehemu. Ukisoma Qur'an aya ya 115 kwenye suratu Nisa,
Wengi katika ndugu zetu wanajua aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yushaqiqi rasula, yeyote katika waislamu na asiyekuwa muislamu, lakini hasa hasa waislamu, yule ambaye atenda kinyume na mtume, amkhalifu mtume, mimbadi ma tabayyana lahu alhuda, baada kubainikiwa na uongofu, ya kuwa uongofu ndio huu, lakini akaacha uongofu ambao mtume amekuja nao, kafuata njia nyingine. Mahallu shahid, wa yattabi ghayra sabili almu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Na aya hii ilipoteremka, waumini walikuwa ni masahaba peke yao, ilikuwa hakuna mwingine ambaye ni muumini asiyekuwa sahaba. Kwa ikiwa utafuata njia ambayo hawakuifuata masahaba, Allah anasema nuwallihi matawalla, tutamuelekeza alikoelekea, kwa kuwa atakuwa ameelekea njia nyingine ambayo si sawa. Wa nuslihi jahannam, na kwa ajili hiyo tutamuingiza ndani ya moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na bila shaka ni mwisho mbaya mtu kujikuta kuwa ameingia katika moto wa jahannam, wal billahi min dhalika. Kwa hivyo hii aya inamaanisha kuwa yeyote atakayefuata njia ambayo hawakuwa nayo maswahaba, huyo mtu atakuwa amefuata njia ya upotofu, na hiyo njia aliyoifuata itampelekea mwisho wake utakuwa ni motoni. Ndio hii, na hii ndio moja katika aya ambazo ndugu zangu Waislamu zinatufanya mpaka tujue ya kuwa mashia ni wapotofu. Sababu mashia wanafuata njia ambayo si ya maswahaba, bali wanawatusi wakiwasema vibaya maswahaba, na hiyo ni moja katika dalili wazi kabisa ya kuwa hawa hawako katika njia ya sawa. Hiyo ni moja katika dalili zinazoonyesha umuhimu wa kufuata njia wema waliotangulia. Ama kuhusu hadithi nyingi sana, kwa sababu aya nimetaja hii moja nikasema kwa nitatosheka nayo, lakini aya ziko zingine, mfano kama aya ya 100 katika sura Tauba, aya ya 137 katika sura Al-Baqara, zote zinahimiza jambo hili na zinginezo. Lakini sasa katika hadithi maarufu zaidi ambayo inaitwa hadithul iftiraq, na imekuja katika riwaya tofauti tofauti. Moja katika riwaya hizo impokewa na Imam Tirmidhi, na hii lafdhi ni Imam Tirmidhi. Mwisho hadithi mtume anasema, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Amr, mtume anasema, wataftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fi an-nari illa millatan wahidatan. Ani Uislamu huu watakuja watu kugawanyika katika mapote na katika makundi na katika mila 73. Kisha mtume akasema makundi yote haya yatakuwa ni makundi ambayo yamefuata njia ya upotofu, isipokuwa kundi moja pekee yake. Mtume alipoulizwa ni kundi lipi hilo, akasema man hum ya Rasulullah. Mtume aliulizwa hivyo, qala, mtume akasema ma ana alayhi washabi, ni ile njia ambayo mimi niko katika njia hiyo na maswahaba wangu. Kwa yote atakayefuata pia njia hiyo, atakao huyo yuko katika kundi ambalo liko sawa. Hii ni moja katika hadithi ambazo zaonesha umuhimu wa kufuata njia ya watu wema waliotangulia. Ama aqwal, ani maneno ya maulama wa Kiislamu, basi kuna akwali nyingi sana zinazoonesha umuhimu wa kufuata njia ya wema waliotangulia. Mmoja kati ya kauli hizo anasema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ambaye alikuja akawa ni kiongozi khalifa katika daula Umayya. Anasema Umar bin Abdul Aziz, na haya ni maneno ambayo ni athara mpokewa na Abu Nuaim fil Hilya, na pia Ibn Battah ameipokea katika Al-Ibana al-Kubra. Anasema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, qif haythu waqafa al-qawm, Muislamu anatakiwa asimame, usiendelee kwenda mbele, simama pale ambapo pia wale waliokutangulia, yani maswahaba walisimama. Sababu Umar bin Abdul Aziz ni tabi'i, yani aliona maswahaba. Kwa anaeleza kuwa ikiwa unajua kwa kuna jambo ambalo maswahaba walikomea mahala fulani, wewe pia komea hapo.
usifanye zaidi ya hapo, utakuwa unafanya bid'a. Akasema fa innahum an ilmin waqafu, kwa sababu hao hawakufanya chochote isipokuwa ni kwa elimu, na waliposimama wakakomeka kwa kufanya jambo walifanya hiyo pia kwa elimu. Wa bibasarin nafidhin kafu, na pia kwa elimu tena ambayo ni elimu pevu kabisa, waliacha baadhi ya mambo kuyafanya, wakajua kwa hayo mambo hayafai. Kwa ukiona kwa jambo ambalo masahaba waliacha kulifanya, pia wewe komeka na hilo. Walahum ala kashfiha kanu aqwa, na hao katika kupambanua sunna ni ipi na isiyokuwa sunna ni ipi, walikuwa wana elimu ambayo ina nguvu zaidi, na walikuwa wana upeo mkubwa zaidi. Akasema mmoja katika wema waliotangulia ambaye ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu kwa atakayedhihirisha madhhab as-salaf ambao ilikuwa njia ya wema waliotangulia, akawa anadhihirisha kuwa hiyo ni njia ambayo anaifuata, wantasaba ilayhi, na akajinasibisha na njia hiyo. Akasema mwisho manake, bali yajibu qabulu dhalika, bali mwenye kufanya hivyo yeyote anatakiwa amkubalie kwa jambo ambalo amelifanya, bil ittifaq, wa ittifaqi ya maulama. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, kwani madhhab ya salaf haiwi isipokuwa ni haki. Imam Zuhri kwenye sharh usul i'tiqadi ahli sunna lilalakai anasema, kana man madha min ulamaina yaqulun, walikuwa waliopita katika maulama wao, ani maulama wake na wenzake katika zama hizo, ilikuwa maulama wao wanasema, al-i'tisamu bisunnati najatun, kushikamana na sunna kwa kufata ile njia ya mtume na masahaba, najat, ndio kuokoka huko. Lakini sasa maneno ni mengi yanaonyesha umuhimu wa kufuata hii njia ambayo tunaizungumzia, ambayo ni manhaj salaf. Manhaj, sitaki nieleze mukaddima kwa urefu zaidi, lakini kwa wale ambao labda ndio mwanzo kusikia jambo hili tunalizungumzia, manhaj, hili jina manhaj maana yake ni njia, an-tariq. Alafu salaf maana yake ni wale wema waliotangulia, salafu salih, yani wema waliotangulia. Kwa ina maana kuwa sisi tunaposema kuwa njia, manake ni ule Uislamu waliofuata hao watu wema waliotangulia, tukiwakusudia mtume na maswahaba kwanza, kisha tabi'in na tabi'u tabi'in, hasa zile qurunu thalathati almufaddala. Kwa hivyo huu ndio Uislamu ambao tunasisitiza ya kuwa Uislamu wote waufuate kwa mujibu wa dalili ambazo tumesoma kwa uchache na zingine nyingi ambazo pia zipo. Sasa maulama wa da'watu salafia wametuwekea misingi ambayo takiwa misingi hiyo Muislamu afate, ndo atambue ya kuwa yupo katika ile njia sahihi ambayo yatakiwa kila Muislamu aifate, njia ya wale wema waliotangulia. Kwa nitazungumzia baadhi ya hizo misingi kwa muda uliobakia, ili angalau tuweze kujikumbusha kwa wale ambao msingi hizi hawajui kuzisikia, na kwa wale ambao labda ndio mwanzo kusikia wazijue, na kwa wale ambao pia tuzijua tuweze kushikamana nazo na kujitahidi kueneza misingi hizi kwa wenzetu wengine ambao hawazijui. Msingi wa kwanza, ndugu zangu Waislamu, katika da'wa as-salafia, nitazungumzia na baadhi ya misingi zinazofungamana na at-talaqi wal-islam. Ani ni vipi Muislamu anapokea Uislamu wake, na kisha anapotaka kuonesha jambo hilo ni sahihi na hili jambo si sahihi, huwa dalili zake zinakuwa ni dalili katika msingi upi? Msingi wa kwanza, ndugu zangu Waislamu,
katika manhaji yetu ni taqdimul wahyaini ana alkitabu wa sunna, kutanguliza kitabu cha Allah na sunna za mtume. Tukisema kutanguliza kitabu na sunna, na kusudia sisi tunategemea kikamilifu Qur'an ya Allah na sunna za mtume kama chimbuko la itikadi zetu, na kama chimbuko la ibada zetu, na kama chimbuko la sheria zetu za Kiislamu, na kama chimbuko la chochote kinachohusu dini ya Uislamu. Tunapokizungumzia tunatakiwa tuweze kurejea katika Qur'an na katika sunna. Huu ni msingi muhimu sana, na ndio sababu ikawa sisi tunatilia umuhimu zaidi kusoma Qur'an. Kwa mtoto yeyote wa Kiislamu anapokuwa anainukia, jambo ambalo anatakiwa aanzishwe nalo ni kusomeshwa aweze kujua kukisoma kitabu cha Allah, kwa sababu huu ndio msingi muhimu sana kwenye Uislamu. Lakini baada ya hapo pia aweze kutiliwa umuhimu ili aweze kujua sunna za mtume kwa kusoma hadithi za mtume, kwa sababu haya mambo mawili ni mambo ambayo yana umuhimu mkubwa sana katika da'wa yetu. Lakini sasa Waislamu wote huwa wanasema kama ni hivyo basi hakuna aliyewachwa nyuma, tuko pamoja. Hakuna Muislamu anasema kwa mimi niko nyuma katika msingi huu. Kila Muislamu anasema mimi pia niko hivyo hivyo. Kitabu nimekiweka mbele, sunna nimeziweka mbele. Hasa tunakuja na msingi wa pili, ambao msingi huu sasa unaanza kupambanua kati ya wale ambao madai yao ni sahihi na wale ambao madai yao si sahihi. Kwa tunasema fahmu nususi alkitabi wa sunnati bifahmi as-salafi as-salih. Sasa ni lazima hicho kitabu ambacho tunakitanguliza, kwa kuwa ndio masdarul asasi katika dini yetu, tusikitafsiri kwa tafsiri zetu tunavyoelewa, bali turejee kuwa maswahaba walielewa vipi hilo jambo ambalo tunataka kulifanya kwa mujibu wa aya fulani. Maswahaba walielewa vipi hiyo hadithi ambayo tunataka tuifanyie kazi. Hapo ndo sasa tutakuwa tu katika njia sahihi, na hapo sasa tunakuwa katika njia ya salafu salih. Hasa katika mambo ambayo maswahaba waliafikiana kwa kufuata njia hiyo, basi yatakiwa tuweze kufuata njia hiyo hiyo, tusine jingine. Na ndugu zangu Waislamu, tukizungumzia msingi huu wa fahamu alkitabi wa sunna bifahmi salafi salih, hapa ndio utapata kwa sasa kuna tofauti kubwa sana kati yetu sisi Waislamu na kati kwanza ya Mashia ambao sisi tunaamini si Waislamu. Pili, kati yetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa as-Salafiyun, na kati ya wale ambao ni al-Khurafiyun wa Ahlul Bid'ah. Sababu msingi hawautilii mkazo wakati wa kusoma Qur'ani na kuitumia Qur'ani aya zake. Lakini swali ni hili, ni kuwa je, kwa nini tusisitize ya kuwa Muislamu akisoma Qur'ani kabla ya kuelewa anapotaka kuelewa arejee katika ufahamu wa maswahaba na wema waliomtangulia? Anasema al-Imam Shatibi, يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: يجب على كل ناظر في الدليل، ni lazima wa kila mwenye kutazama na kutaka kuielewa dalili yote ash-shar'i, dalili ya kisheria ambayo ni
aya ama hadithi. Muraatu ma fahima salafu salih, kuwa makini na kile walichokielewa na kufahamu wema waliotangulia. Wa makanu alayhi, na ule mwenendo waliokuwa juu yake. Akasema fahum a'lamu bimaqasidi shariati, kwani hao walikuwa wanajua makusudio ya sheria kutuliko sisi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hicho kitabu cha Qur'an kiteremka kwa lugha yao, walikuwa wanaijua zaidi kuliko sisi. Pili, waliishi zama ambazo Qur'an inateremka, kwa hivyo walikuwa wanajua asbabu nuzul, na pia walikuwa wanapata tafsiri kutoka kwa mtume, na kisha pia walikuwa aya ikiteremka wanaifanyia kazi. Mtume anaoona, na kisha kama wamekosea mtume anawasahihisha, anawarekebisha kuwa sivyo, hivi ni hivi. Na mtume akiwaacha na wanafanyia kazi aya hiyo, ina maana kuwa namna walivyoifanyia kazi ndio sahihi na ndio sawa hivyo. Tofauti na sisi. Wewe utasema kuwa umeelewa hivyo, mtume hayupo. Nani atakayekwambia kuwa umeelewa sawa ama hukuelewa sawa? Nani atakayekumakia ufahamu wako? Hamna. Lakini maswahaba kila wanapotumia aya wakaifanyia kazi, kuna uhakika ya kuwa hivyo ndivyo sawa. Kwa nini? Wako na mtume ambaye bila shaka hatuwezi tukawa na shaka kabisa kwa ufahamu wake juu ya Qur'an. Kwa jambo hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Ndio sababu akasema Abdullah ibn Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mata, yeyote atakayetaka kuwa ni mwenye kufata katika huu Uislamu. Hapa kufata maana yake ni kufata tafsiri ya Qur'an walivyoitafsiri, kufata tafsiri ya hadithi walivyoitafsiri, kufata walivyofanyia kazi Qur'an na hadithi, na ukawa na yaqini ya kuwa ndio sawa kufata hivyo. Basi anasema Ibn Mas'ud ya kuwa falyastanna biman qad mata, fata wale ambao tayari wamekufa. Kisha akaeleza na kusudia nani, akasema ulaika ashabu Muhammad, hao na wakusudia ni masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhihi umma, katika umma huu hao ndio walikuwa ni watu bora zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Ubora wao si kwa ajili ya rangi zao, wala si kwa ajili ya urefu wao, wala si kwa ajili ya unene wao, wala si kwa ajili ya jambo lingine lolote kama mali zao. Ni kwa ajili ya msimamo wao sahihi katika dini, ni kwa ajili ya mwongozo sahihi waliofuata. Kwa hivyo akasema Mas'ud, hao ndio ukitaka kufuata hao. Wa abaraha quluban, na pia katika huu umma hakuna mtu ambaye ana moyo msafi, uko sawa, hauna bid'a na khurafat na zigh na dhalal kama masahaba. Hao ndio walikuwa nyoyo zao ziko safi kabisa na ziko njema kabisa, ziko sawa. Kisha wa a'maqaha ilman, katika huu umma Mas'ud anasema kuwa hakuna yeyote ambaye alikuwa ana elimu ya dini baada ya mtume zaidi ya maswahaba. Wa aqallaha takallufan, na kisha walikuwa si watu ambao wana takallufu nyingi katika dini, ani kile walichoambiwa wanakifuata hicho min ghairi ghuluwin, basi na kufanya ghulu kama wanavyofanya baadhi ya firaq dhali. Maneno haya Ibn Mas'ud ni marefu, na naamini ya kuwa wengi wetu hapa, baadhi yetu tunajua mwisho wake. Akasemaje? Akasema fahum, hao maswahaba ambao ndio lazima tuwafuate katika huu Uislamu, kanu ala alhuda almustaqim, walikuwa katika uongofu ambao uko sawa kabisa maswahaba hao. Kwa ndio maana kuwa sisi katika kufuata kwetu Qur'an na Sunna ni lazima tuweze kuhakikisha kuwa hatujaenda kinyume na ufahamu wa as-salafu salih, wema waliotangulia, tukiwaweka mbele maswahaba na tabi'in. Jambo lingine ambalo pia linafungamana na masala ya Qur'an na Sunna ni kuwa sisi katika manhaj tunahimiza raddu at-tanazu'i ila al-wahyayn, lianna Allah yaqulu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ani jambo lolote ambalo Waislamu wametofautiana
tunaregesha kwa Qur'ani na kwenye Sunna, ili ndio tuone kuwa jambo hilo Qur'ani inasemaje, jambo hilo Sunna za Mtume, hadithi inasemaje, na jambo hilo wema waliotangulia pia walielewa vipi. Kwa khilafu yote ya kielimu katika masala ya dini, aqida, ibada, muamala, jambo hilo yatakiwa Muislamu ajitahidi kulifanya kwa msingi wa kitabu na Sunna. Hiyo ndio maana tunahimiza hivyo, na ndio sababu unapata kuwa mara nyingi ndugu zetu ambao tuko nao katika dawa hii huwa wanapenda sana mtu anapozungumza, kama khutba, kama ni muhadhara, aweze kutumia kitabu ambacho katika kile kitabu mengi yaliyomo ni aya na hadithi, alafu na aqwali za ulama salafu salih na maulama wengine katika manhaji hii, tofauti na baadhi ya makundi katika Uislamu. Unaweza kupata kuwa anafundisha kitabu kuanzia mwanzo wa darasa mpaka mwisho, labda ataje aya moja ama hadithi nusu, yaliyobakia yote maneno, na wale wanaomsikiza wanaona kuwa ndio Uislamu huu. Hawataki kujua kuwa huyu aliyesema hivyo sawa alisema, lakini yeye si Allah wala si mtume. Kwa hivyo hatukulazimishwa kumfuata yeye, tumelazimishwa kufuata kitabu na Sunna. Mbona tuambie kuwa amesema hivyo kwa kutegemea aya ipi? Je, amesema hivyo kwa kutegemea hadithi ipi? Kwa hivyo sisi katika manhaji yetu huwa tunahimiza kusomesha vitabu ambavyo vinataja aya na hadithi, kisha na aqwali za salafu salih, mpaka mtu anaposikia jambo anakinaika na anaridhika na anatosheka kuwa kweli hapa sasa huo ndio Uislamu ambao yatakiwa ni ufuate. Na kisha jambo kama hilo sasa anashikamana na kujua kuwa hii ndio dini sahihi, na huo ndio mwongozo ambao tunashauri ndugu zetu tuendelee kuwa nao, sababu naamini kuwa tuko nao na tuweze kushikamana nao, kwa sababu ndio mwongozo sahihi ambao utatuepusha na mengi ya upotofu. Miongoni mzangu Uislamu mwa mambo ambayo pia huwa tunazungumzia katika upande wa Qur'an na Sunna, hapa tunazungumzia kuhusu elimu. Hapa tukisema Qur'an na Sunna tunazungumzia kuhusu elimu, adamu mujalasati wa adam akhdhi alilmi min ahli albid'ah, kutoketi katika vikao vya watu wa bid'ah wala kwenda kutafuta elimu kwa watu wa bid'ah. Kwa hiyo Qur'an hata kama ni Qur'ani peke yake, lakini jitahidi kuwa yule atakayekusomesha Qur'ani na atakayesomesha mtoto wako Qur'ani au ni mwalimu wa Sunna, ili asimuathiri na baadhi ya khurafat ambazo hata kuwa anamsomesha kwa Qur'ani, lakini mwanafunzi kwa vile anamuona mwalimu wake yuko hivyo anaathirika naye, asiathirike na mambo kama hayo. Kwa ni muhimu sana mzazi kuhakikisha kwa mtoto wake anampeleka katika madrasa ya Sunna. Hivyo pia sisi tunapoenda katika misikiti kusikiza mawaidha, kusikiza durus, kusikiza khutba, tuwe tuna bidii ya kuenda katika misikiti ambao tunajua kuwa hapo mwenye kutoa mawaidha, mwenye kutoa darsa, mwenye kutoa khutba, mwenye kutoa muhadhara ni mtu katika manhaji hii ambayo ni manhaji salafi salih, da'wa salafia. Kwa sababu anasema Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala kwenye mukaddima ya Sahih Muslim, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu ambayo tuizungumzia kuwa ni kitabu na Sunna ni dini. Hiyo unapotafuta hiyo elimu, jua kuwa unatafuta nini? Dini yako. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Kwa hivyo kuweni makini na mtazame kwa makini sana ni kwa nani mtachukua hiyo elimu. Waqala al-Imam Malik, na Imam Malik alisema kama alivyopokea haya maneno Imam Dhahabi kwenye Siyar A'lam an-Nubala, akasema Imam Malik ya kuwa la yukhadhu al-ilmu an arba'ati
elimu haifai kuchukuliwa kwa watu aina 4. Mtu wa kwanza, an safihin yu'linu as-safaha, kwa mtu ambaye ni mpumbavu, ambaye anaweka wazi upumbavu wake. Wa in kana arwa an-nas, hata kama katika kupokea hadithi yeye ndio anapokea zaidi kuliko wenzake, huyu anaachwa, haufai kuchukua elimu kwake. Kisha kataja wa pili, wa sahibi bid'atin, bimaana wa an sahibi bid'atin yad'u ila hawahu, na kwa yule ambaye ni mwenye bid'a, mwalimu, ustadh, imam, khatib, ambaye unamjua kabisa huu ni mtu wa bid'a, tena anafanya dawa kwa ile bid'a yake, hufai kuchukua elimu kwake. Kisha akaendelea kutaja wengine waliobakia, kwa kumaanisha kuwa sisi tunatahadharisha ndugu zetu tusiende katika vikao vya watu wa bid'a kwa kuchukua elimu kwao, sababu ni jambo ambalo linaenda kinyume na misingi za da'wa salafia. Naona muda umeyoma sana, nitazungumzia baadhi ya mambo lakini bila ya maelezo marefu. Jambo lingine ambalo pia nilikuwa napenda sana kulizungumzia lieleweke, lakini muda naona kutoshi, ndugu zangu Waislamu, ni jambo la atamayuz, jambo la kujipambanua. Dawa yetu, moja katika misingi muhimu ambayo takiwa kila msikiti na kila madrasa dai anapokuwa ana udhibiti na msikiti huo na madrasa hiyo, hakikishe kuwa limetimia, ni jambo la tamayuz, ni jambo la kujipambanua. Kwa hivyo katika misikiti yetu huwa haifai mtu kuogopa kuongea haki wakati anapotakiwa aongee haki hiyo. Mfano ni kwa sasa imamu yuko msikitini, mara anapata kuna ndugu zake Waislamu wambeba miko, masifuria, vijiko, mbeba magesi na matresi, wako hapa mlangoni. Nasema sisi ndugu zenyu, tunatoka huko Pakistani, ama tunatoka Bangladesh, ama tunatoka sijui Nairobi, ama tunatoka sijui, tumekuja hapa, tumekuja kwa ajili ya nusra. Kwa hivyo sisi matablighi, hata bila kuambia, ukiongelea tunajua hapa ni tablighi tayari washafika. Sasa mtakaje? Tutaka inshallah mtunusuru, karibishe kama Ansari tukaribisha Muhajirin, tufanye da'wa hapa. Ndugu zangu Waislamu, sema ukweli, usiende kulia wala kushoto, usipande juu wala usiteremke chini. Wewe ongea vizuri, sawa kabisa, bila kutusi wala bila ya kufanyia ubaya mtu, lakini useme haki ya kuwa ningependa kuwajulisha kuwa msikiti ni msikiti ambao umesimama katika manhaji ya salafu, na katika misikiti yetu huwa hatukubali kundi lolote, si nyinyi, kundi lolote kuja hapo. Kwa hivyo kama ni kuswali marhaban, lakini kama ni kufanya dawa hapa, dawa inofanyika hapa ni dawa moja. Dawa ipi hiyo? Dawa as-salafia. Wala haifai katika msikiti imamu kuwa anachanganya maamuma, anaambia unajua Uislamu, hao watu wote Uislamu, milioni waleta tablighi, kesho nitaletea Hizb Tahrir, kesho kuto Ikhwan Muslimun, singine pia tutaletea huyu. Sasa nyinyi sikizeni, alafu nyinyi mna akili, mtaamua wenyewe. Huo ni uongo. Wewe mwenyewe ni imamu, umeshindwa kupambanua. Hawa ambao hawajasoma tapambanua vipi? Na kama wewe unadai kuwa ushapambanua ukajua kuwa hii ndio njia sahihi, mbona usiwaambie kuwa hao hizi njia zingine si sahihi, kwa hivyo fuateni hii ambayo nimeshapambanua kwa sahihi? Uache hao waanze kutatizika na ile kwa ushajua. Mbona usiwasaidie? Kwa unapata kwa ndo sababu sisi katika dawa zetu huwa tunahimiza ndugu zetu wajipambanue. Kiasi cha kuwa tabligha akiingia tu mtaani, akitaka kwenda msikiti fulani, akiulizia vipi ule msikiti, tunataka kwenda na ule msikiti huo, hapana. Hakuna mtu yote anasoma pale mpaka awe katika nini? Duatu salafia. Basi ndio hivyo. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi walladhi khabutha la yakhruj illa nakida. Hani tukianza kupanda na ikawa msingi ni mbaya na tunawalea watu katika mambo ambayo ni vurugu,
basi tusitarajie matunda mazuri, lakini tukiweka msingi mzuri, bila shaka tunatarajia matunda mazuri zaidi. Kwa jambo hilo ni jambo ambalo mimi ningeomba maamuma wamsaidie imamu. Hata imamu kama hayupo, wakaona kwa kuna mtu ambaye dawa yake si dawa salafia, anakuja nataka kuongea, anambia samani, tafadhali ngojee imamu akupe ruhusa, na akitaka lazima anakalishwa. Hata kama imamu yupo, msiwache imamu kwa ndio awe mwenye kupigana vita ama mwenye kupambana mtu. Mama anasema kuangalia hapa bana, dawa yetu ni salafia, kwa turuhusu nini maana jingine. Mama kishasema hivyo, mama anatakiwa sema kwa haya, ushaambiwa sikia na tii. Na kweli mtu akisikia kwa msikiti tunamwambia hivyo, sasa atakuwa na lazima gani kuongea na kina nani ambao tayari washamwambia kwa basi imama ashakwambia. Lakini unaweza kupata baadhi ya msikiti pamoja na kuelewa ya kuwa hii ndio dawa sahihi, lakini sasa wanaanza kuimama, lakini sasa imamu sio mwache tu aongee tusikie kwa anaongea nini. Sasa nasema qala Allah qala Rasul. La, hapo ni kutaka kujiingiza katika upotofu, jambo ambalo si sahihi. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo ambalo ni muhimu sana, tena muhimu sana katika dawa yetu, jambo la tamayuz, jambo ambalo ndio tofauti kubwa kati ya manhaji yetu na manhaji zingine, hasa manhaji ya Ikhwan Muslimun. Ikhwan Muslimun ukienda katika misikiti yao, moja katika alama ambazo zitakufanya mpaka ujue kwa hapa nimefika katika kituo cha Ikhwan Muslimun, utapata kuwa hapo kila mtu ako na ruhusa ya kuongea. Kila mtu bora tuseme qala Allah qala Rasul, basi ongea unapotaka, ambapo sisi tunasema kuwa la hasha wakali. Jambo lingine ambalo pia katika dawa zetu tunafanya bidii, na naona muda umefika wa adhana bila shaka, ndio naam. Kwa hivyo naona nitaachia hapo ili nisije tukapitisha adhana, lakini nadhani ndugu zangu Waislamu, kwa hakika tuna furaha sana kwa sisi kuja katika huu msikiti na kukutana na ndugu zetu, na jambo hili ni jambo ambalo lengo kubwa ni kutiana moyo na pia kufanya mpaka tujue ya kuwa tuko pamoja, licha kuwa tunaishi mbalimbali, lakini kila penye tuko kazi tunayofanya ni moja, na manhaji ambayo tunaifuata ni moja. Na jambo hili lafanya mpaka mtu akiwa mahala at least anajipa moyo, anajua kwa siko peke yangu, niko na ndugu zangu wako sehemu fulani, niko na ndugu zangu wako sehemu fulani. Wakati wote wakipata nafasi wanaweza kutembelea, na sisi pia tukipata nafasi tunaweza kuwatembelea. Hili jambo linafanya mpaka tunapata kuendelea na hii kazi ambayo bila shaka ni kazi adhimu zaidi. Kwa mimi naona nitamalizia hapa, tumefika. Allah katujalia mengine tutakuja kuyasema, Allah akitupa nafasi siku nyingine. Haya ambayo tumeyasema machache, muombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wanaosikia mema na wanafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.